Mtazamaji, tunaendelea na mada yetu leo tukiwa tunazungumzia magonjwa ya moyo kwa watoto wadogo. Magonjwa ya moyo ambayo wamezaliwa nayo. Hapa naomba tofautishe kidogo, japokuwa pia tumezungumzia yale ambayo anaweza kupata wakati anaendelea kukua, lakini muhimu tunazungumzia yale magonjwa, ni hali gani ambazo zinamweka mama katika hatari ya kuweza kuzaa mtoto mwenye tatizo hili, na jinsi gani pia pengine anaweza kuepuka. Daktari, si mtu anaweza kuepuka? Utatueleza baadaye. Kwa hivi sasa kuna yale yanayoepukika, sio? Na kuna asilimia ambayo huwezi kuepuka, sio? Kama hiyo ambayo Elina alituambia. Manake kama unatuambia ni ugonjwa wa diabetes unasababisha. Nikiwa nitahakikisha kwamba sukari yangu iko sawa, si nimejiondoa katika hatari. Ikiwa ni unywaji wa pombe, uaseme kwamba mimi sinywi pombe kabisa, si umejitoa katika hatari. Lakini mengine yale ya maumbile iwa inakuwa haezi kuepukika. Turudi katika sahani yetu. Manake Nixon kutoka Kapenguria amesema lishe gani nzuri kwa mtoto ambaye ameathirika? Daktari, nimekusihi, amekuomba umpatie. Asante Nixon. So katika lile sahani letu ambalo tunataka kupatia mtoto wetu, kwanza lazima uhakikishe kwamba ako na protini. Okay, protini ni important, ni muhimu kwa sababu hiyo ndio inasaidia misuli ya moyo. Na watoto ambao wanahitaji protini ili kuweza kujenga misuli ya hata mwili na viungo vingine. So lazima kuwe na protini. Vile vile huyu mtoto lazima apate carbohydrates. Mtoto wa miaka miwili for example ni mtoto ambaye anakimbia kila mahali. Ni mtoto ambaye ako na nguvu zaidi, ni mtoto ambaye anataka kucheza kila wakati. Kwa hivyo lazima umpatie hiyo energy. Na tunasema hizo energy foods, carbohydrates kama mchele, mtoto lazima apate. Viazi mtoto lazima apate, ugali mtoto lazima apate. Katika ile protini tunasema lazima mtoto akule kuku, kama mnaweza kupata kuku, but kuna liver. In fact liver ni mzuri sana kwa sababu ukipea mtoto liver is very rich not just in protein but also in iron. Iron ni ile chembe ya damu ambayo inatengeneza ile red blood cells. Na inamaanisha mtoto hataweza kupata anemia. And then pia kuna nyama, kama mtoto anaweza kutafuna unampatia nyama, au wadogo unaweza wapatia mince meat pia. Okay? And then katika sahani lazima pia tukue na a source of vitamins. So najua watoto wengi especially hao wachanga hawapendi mboga, lakini mtoto lazima umpatie mboga, green leafy vegetables. Alafu within the meals, within the snacks, tunasema umpe mtoto fruits. Okay? Instead of snacking on biscuit ama hivi junk food, unampatia a piece of watermelon ama unampatia machungwa, maembe, fruits in between the main meals. Okay? So that's what we tunasema mtoto lazima apate. Kuna vitu ambavyo ni high calorie na vitu kama njugu, peanuts are very high calorie. So utapata ya kwamba kwa hawa watoto especially wako na shida ya moyo, we recommend unawaongezea some of these extra high calorie foods. If you can put peanut butter even in their uji, okay, itasaidia. Chakula chao unapokaanga, unakaanga na mafuta kidogo, unakaanga na mafuta. Usimpe mtoto chakula ambacho kimechemshwa peke yake. Mpatie ile chakula umekaanga because hiyo fat is important. Hiyo fat is also calorie dense. Inasaidia mtoto kuongeza ratili, na pia hiyo fat inasaidia absorption ama mwili kuweza kuchukua some of those vitamins ambazo ni fat soluble. Yeah. Sawa, nirudi kwako Elina. Kidogo kidogo tu ili tuweze kumsaidia yule ambaye ana mtoto, anasema haongezi kilo, pengine mwingine anasema appetite ya kula pia hana, na anataka mtoto wake awe yuko sawa, licha kuwa ana tatizo la moyo. Appetite tutasema kuwa huwa hawana wale watoto. Hata huyu mwenye ako 13 years kwa sasa, huwa hali, yani uwezi ukampatia sahani mzima hivi, mwambie sasa this is lunch. No. So vile daktari anasema, yani unaweka meals, small meals kwa siku, unazi split those meals. Sawa. Kisha unahakikisha tu vile daktari anasema anakula high calorie. Naambiwa na nutritionist wangu avocado huwa is very good even for the heart. So anasema unahakikisha umekula avocado moja kwa siku for him. Sasa yule yuko 13 So anakula avocado moja kwa siku ikipatikana. Ikikosekana pia siku nyingine, lakini wiki isiishi kama hajakula avocado.
What else? Yeah. Yani just encourage the child ale, tena unampatia maybe something anapenda. Unajua unaweza kapata mtoto anapenda uji sana. Vile daktari anasema kama unampa uji, unaongeza sasa zile kama peanut, unaongezea ndani, maziwa, anapata kukua healthy because pia weight is important even kwa kwenda surgery. Kuna weight ambazo hawakubali aende surgery. Kama hajafikisha hii hawezi akaenda. Lakini kuna zile wanakubali. So to keep the baby healthy na pia aware, yani at least maintenance iko sawa, ale chakula ambazo zina hizo vitamins, vile zetu wamesema, vitamins, carbohydrates, fats, na pia unazisplit kwa different unazisplit like 6 times. They can have 6 meals in the day or 8 because ukiweka kwa sahani moja hata ila yote amalize. Okay. Daktari, kuna swali hapa mtu aliuliza PFO ni nini kwa moyo? PFO ni tundu ambalo kila mtoto anazaliwa nalo. Na hili tundu hukua katika vile vyumba vya juu. So what happens, mtoto akiwa katika nyumba ya mama, hiyo PFO ni muhimu. Kwa sababu hiyo PFO inasaidia damu kutembea katika roho ya fetus ama roho ya ule mtoto ambaye ako ndani ya nyumba ya mama. Mtoto anapozaliwa, physiology inabadilika na sasa hiyo PFO inajifunga. Lakini kwa 25% ya watu, hata watu wazima, unapata kwamba hiyo PFO ni valve, okay? Haijajifunga kabisa. So that's a PFO. Okay. Sawa sawa. Huu anasema, daktari, mimi wangu wako 24 years old. Ndio alijulikana ako na shimo kwa moyo na hakuwa na shida yoyote. Inawezekana mtu kuishi na shimo la kwenye moyo na bila tatizo? Tunawaona. Ni watu wachache lakini bado tunawaona. Kuna watu ambao for some reason wanaishi into adulthood kwa watu wazima, and then wakifika kwa watu wazima ndio wanaanza kuchoka. Unaona mtu anashindwa kufanya kazi yake ya kawaida, alafu ndio wanakuja hospitali. Na tunapowaangalia unapata ya kwamba wako na shida ya moyo ambayo walizaliwa nayo. It is possible. Okay. Sawa sawa. Huyu ni mzazi ambaye ana mtoto ana ugonjwa wa moyo. Amekaa naye. Pengine ni wakati gani ambapo anafaa kuwa na wasiwasi na kumkimbiza mtoto hospitali? Hilo ni swali lizuri sana. Sasa tunaziita danger signs. So danger signs kwa watoto ambao wako na shida ya moyo, namba moja ni kwamba mtoto ambaye anapumua haraka kupindukia. Unaona anapumua haraka pale chini kwa mapafu, akipumua kunaingia ndani, huyo ni mtoto ambaye unafaa kumpeleka hospitali. Mtoto ambaye miguu na vidole na ulimi vimeanza kuwa vyeusi, huyo ni mtoto ambaye anahitaji kupelekwa hospitali haraka. Mtoto ambaye ana faint, kwa like the older children, 4, 5, 6, 7 years, unapata mtoto alikuwa anacheza then all of a sudden ame faint. Huyo ni mtoto ambaye unafaa kumpeleka hospitali. Kwa hawa watoto ambao wako na shida ya roho, saa zingine mtoto atakwambia ninahisi jinsi roho yangu inapiga na inapiga haraka sana. Inamaanisha unaweza kuwa na kitu tunaita arrhythmia. Kwa hivyo ni mtoto ambaye unafaa kumpeleka hospitali. Okay. Pengine Ellen, kuna wakati wowote ulipokuwa na mtoto wako kuna kitu kilitokea ambacho kilikuwa hakiko kawaida na ulikishughulikia namna gani? I think I mentioned kuna wakati alipata hizi arrhythmia. 20 last year thereabout. Hii arrhythmia anasema roho inapiga sana. Kama mtu ambaye anashikwa na heart attack. Actually I thought he was having a heart attack. So alipata hiyo, ana sweat. Yani anasikia kama anataka kuwa na blackout. Alikuwa ametoka kufanya nini? Ndiye ameamka tu yani. Ndiye ameamka hivi. Ameamka tu kidogo morning, kidogo ndio huyo mama. I'm feeling. Ana sweat, anafanya nini, anatapika. Yani nguvu kabisa imemwisha. Yani ilikuwa emergency. Kisha tulimkimbiza tu, tulimpeleka, call the cardiologist. Tukamexplainia this is what is happening. Akasema njooni sahi. Tumwangalie.
So tulipofika pale alimfanyia echo, akamwangalia, akasema atulie kidogo. So this arrhythmia huwa inaenda as the symptom goes inaenda ikiisha. Okay. Sawa sawa. Ndani ya Jukwaa la Afya watu tunapenda kuwashirikisha wenzetu kule nyanjani. Kwa hivi sasa ngoja tusikize Samburu nako wana yapi ya kusema kuhusiana na mada yetu ya leo. Nataka kuuliza daktari, nikiwa na shida ya moyo naweza tumia dawa ya kienyeji? Ni nini huwa inasababisha ugonjwa wa moyo, na uende kawa umeenda umepata ugonjwa wa moyo, ni nini hicho ambayo ninaweza pata nipone hiyo ugonjwa ya moyo, ndio ili nipate basi kuwa nafuu katika moyoni mwangu? Yangu ni Nicholas kutoka maeneo ya Marala. Mimi nilikuwa nataka kuuliza daktari, wakati mtu wako na shida ya moyo unafaa kukula nini, unafaa kuacha nini, na unafaa kufanya nini? Hiyo ndio swali yangu kwa siku ya leo. Daktari, naona ukiwa katika studio, kuna swali moja nataka kuuliza. Kwa nini siku hizi kulingana na maisha ya sasa unakuta watoto wengi huwa wanazaliwa wakiwa na magonjwa ya roho, na matatizo ni nini? Kwa sababu unakuta familia inakaa vizuri, labda hiyo ukoo au hiyo familia hawakuwa na shida kama hiyo. Ningependa tu kuuliza labda huyo daktari wetu ambaye ako pale studioni ya kwamba je, kuna shida ambaye labda mtoto anaweza saliwa nayo akiwa na shida ya moyo, ama shida ya moyo mahali ambaye wanasema saa zingine mtoto wako na shimo kwa roho ama heart all. Je, mtoto kama huyu anaweza saidika namna gani? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, na mtoto kama huyu labda sasa kama msasi ama mtu ambaye sasa wameweza kuwa wamezalia ule mtoto amezaliwa, je, ni vyakula vipi ambaye atakuwa anasaidiwa kuweza kufanya nini, kuweza kusaidiwa awe anapewa? Daktari, nikikwambia kwamba nawafahamu watazamaji wangu, umeamini sasa? Umeelewa. Maanake maswali yote yale ambayo nilikuwa nakuuliza hapa ndio hayo. Haya, umeyasikia, naomba uwajibu. Kwanza kabisa ningependa kujibu swali hilo la siku hizi watoto wengi wanaonekana wako na shida ya moyo. Tunajua kwamba 1% ya watoto ambao wanazaliwa watakuwa na shida ya moyo. Hiyo haina pingamizi. Hiyo haina pingamizi. Okay. In fact tunasema 8 to 12 per 1000 live births. Ukipata watoto 1000 wamezaliwa, 12 watakuwa na shida ya moyo. Kenya tunapata kwamba watoto kama 1.5 milioni 1.5 huzaliwa kila mwaka. Na pengine kuna maeneo ambayo yana idadi kubwa kuliko mengine? Idadi katika African population katika Kenya is more or less the same. Okay. Yeah. So out of that 1.5 million, 1% itakuwa about 15,000 children. Na ukiweka ile hesabu ya 12 in 1,000, watoto 12 katika watoto 1000 wamezaliwa, that translates even to 18,000. So tunasema 15 to 18,000 children wanazaliwa Kenya na shida ya moyo. Wengi wao hawajui wako na shida ya moyo. So sio ati ni idadi imeongezeka, ni sisi tumepata wataalamu zaidi, njia zaidi za kuweza kupata hizi shida. Okay. That's number one. Swali la pili ni lile swali la mitishamba. Kama mtoto wako na shida ya moyo, tafadhali na wewe ni mzazi, peleka mtoto wako hospitalini. Msikilize daktari wako wa mtoto. Tafadhali mitishamba tuiweke kando, kwa sababu mitishamba pia iko na madhara. Utapata ya kwamba saa zingine hii mitishamba inaenda inaleta shida ya liver, because ni lazima, the liver is the one ambayo inaosha damu, na some of those chemicals ambazo ziko kwa mitishamba zinaathiri liver. Na hutaki mtoto ambaye ako na shida ya roho sasa unamwongezea shida ingine, shida ya maini. Tafadhali mtoto ambaye ako na shida ya roho mpeleke hospitalini, msikilize daktari wako wa mtoto wa shida ya moyo na ufuatilie maagizo yake. Mitishamba tuweke kando. Katika lishe ambalo ni swali la 3, tumesema ya kwamba mtoto lazima apate ile lishe balance na kuwe high calorie.
na tumezungumzia lazima kuwe na protini katika sahani, lazima kule either nyama, fish, samaki, kuku, liver. Okay, unampatia mtoto mayai. Alright, protein is very important in babies with heart disease kwa sababu inasaidia ile muscle to form, the heart muscle to form. And then lazima pia kuwe na ile carbohydrates na pia lazima kuwe na vegetables. Na chakula chake tumesema tunakikaanga, hatukichemshi peke yake. Wajua watu wana zile dhana za kuwa ukiwa na ugonjwa wa moyo usile mafuta mengi. Si ndio? Yeah. Lakini mafuta ni ya kukaanga, sio mafuta mengi. Ni mafuta wengine ndio hiyo sasa usile mafuta mengi, sasa wanatoa mafuta kabisa katika lishe. Inakuwa kila kitu ni tumbukiza. Hapana. Inafaa kukaangwa kwa sababu kumbuka ile mafuta unatumia kukaanga hicho chakula, hiyo mafuta itasaidia mwili kuabsorb ile fat soluble vitamins ambayo huyu mtoto anahitaji. Sawa sawa. Huwa ananiambia tell daktari asante. Alitibu mtoto wangu dilated cardiomyopathy KNH. Hongera. Asante sana. Najua ni wengi tu ambao wangekuwa wanatazama wangesema asante. Sawa sawa. Sasa daktari, hapa tumesema kwamba kuna asilimia ambayo hapa hatuwezi kuepuka kwamba watoto lazima watazaliwa na tatizo hili. Lakini kuna ile asilimia nyingine ambayo inaweza kuzuilika. Mama anaweza kufanya nini? So mama anapo maanake inaonekana ugonjwa huu ni wa mama peke yake ndo anaosababisha. Hapana, sio mama peke yake anasababisha. Baba pia anaweza kuchangia mtoto kupata ugonjwa wa moyo? Baba pia anaweza changia. Kivipi? Baba pia anaweza changia. Nilikwambia katika for example ile shida ya Down syndrome, ile chromosome extra inaweza toka kwa mama, inaweza toka kwa baba. Lakini asilimia kubwa? Hapana, haijalishi. Magonjwa ya maumbile hawezi isema ni mama ama ni baba. Ni magonjwa ya maumbile. Anasema hii asilimia nyingine, wacha hiyo ya chromosomes hiyo. Hii nyingine ya kuwa kunywa pombe, kuwa diabetic nini na nini, mama ndio anaonekana anapewa tahadhari sana. Hapana, hatutaki kusema mama zetu ndio wanaleta hiyo. Hapana, hatuwezi kusema hivyo. Haya, sasa. Hiyo iko risk factors, lakini hatuwezi sema kina mama ndio wanaleta hiyo shida. Hapana. Tuendelee, tujiepushe vipi? So kwanza kabisa mama anapojua ako na mimba ama katika ile hali ya mimba, lazima aende mapema katika hospitali. Okay? Lazima akuwe anakunywa ile folate mapema zaidi. In fact, hiyo folate imeonyeshwa not only inapunguza ile risk ya brain defects, but it also inapunguza ile risk ya heart defects in babies. So lazima aanze kunywa folate supplements mapema. Lazima afuatilie daktari wake wa uzazi. Lazima apigwe ile scan mapema kwa sababu some of these conditions tulisema tunaweza kuziona mtoto akiwa ndani ya nyumba ya mama. Kwa hivyo lazima apigwe scans mapema. Lishe lake lazima liwe lizuri. Lazima maintain a normal weight and a normal blood sugar. Okay? So utaki mama ambaye ako na shida ya hypertension for example in pregnancy. Utaki shida ya diabetes in pregnancy. Unataka kumake sure kwamba huyu mama sukari yake katika ile hali ya ujauzito iko sawa, pressure yake katika ile hali ya ujauzito iko sawa. Kuna madawa ambayo kama mama alikuwa anakunywa before mimba na apate mimba, daktari wake wa uzazi ataweza kumshauri. Okay, kuna madawa ambayo ni ya bit and safe na ukifuatilia maagizo ya daktari wako utaweza kujua ni madawa gani mazuri, madawa gani ambayo haufai kukunywa, na madawa pia yanaweza badilishwa katika ile hali ya ujauzito. Then finally, kutumia pombe, kutumia mihadarati kama uko na mimba, hiyo tumesema tuache. Haisaidii mtoto na pia wewe kama mama haikusaidii. Na baba naye afanyeje? Na baba pia support mama. Okay? Unarudi pale pale. Umekataa, lakini jukumu kubwa tunalibeba sisi. Jukumu kubwa daktari tunalibeba sisi kina mama. Na hiyo lazima tuambiane ukweli. Manake mara nyingi utakuta kwamba hii mama atajitoa katika hiyo nafasi ya kwamba hii lazima ni yetu sote tufanye, lakini sisi ndo tunabeba watoto. Sisi tukicheza na afya zetu ina maana kwamba watoto wetu hawatakuwa sawa. Kwa hivyo kina mama bado jukumu ni letu. Daktari amekataa, lakini bado jukumu ni letu. Huwa anasema mtoto wangu moyo unampiga sana na anakuwa na kifua. Sio hii. Hii ya kungorota nafikiri tulijibu. Huwa anasema mtoto wa dadangu ana miaka 2, akikasirika huwa ana faint.
tatizo inaweza kuwa ni nini? That's a good question. Kuna ile that age of 2 years ambapo wanaweza they get tantrums and then tunaita tantrum, hiyo kukasirika wana roll out and then wana pass out. That happens, and it's because of the age, the developmental stage the baby is in. Just to reassure huyo mzazi, ni mzuri aonekane na daktari for us to just say it's the temper tantrum that is causing this, na kuhakikisha kwamba sio shida ya moyo na pia sio shida ya kifafa, kwa sababu saa zingine mtoto akipasa out akiwa mdogo hivyo inaweza kuwa ni shida ya kifafa. Okay. Kwa hivyo muhimu ende akamwone daktari wakati huu ama asubiri mpaka ifanyike? Wakati huu kama ni kitu ambacho kimejirudia mara kadhaa. Yes. Sawa sawa. Daktari, ilikuwa Novemba tarehe 29 ambapo mtoto wangu alizaliwa na kilo 4, 30th. Alipatikana kuwa ana distress ambapo alitibiwa na antibiotics na baada ya siku 3 hakuwa na mabadiliko, akafanyiwa echo akapatikana na shimo 2 kwa roho kwenye moyo na baada ya siku 5 alifariki. Nini ilisababisha yeye kuwa na hiyo shida? Kwanza kabisa pole sana. Najua kumpoteza mtoto sio kitu rahisi, ni kitu kizito sana. So pole kwa yale yaliyotendeka. Hao watoto ambao wanazaliwa na wakiwa na tundu kwa moyo, saa zingine unapata kwamba kuna ile extra vessel ambayo inajifunga within the first 7 days. Na saa zingine tunasema hiyo extra mshipa ikijifunga na it was a complex heart, unapata kwamba mtoto anaweza kuaga. That's number 1. Pia saa zingine katika hao watoto unaweza pata wanaweza kuwa na vitu vingine. For example, watoto ambao wako na shida ya neonatal sepsis or severe infection and they have heart disease. Hao watoto wanakuwa at a higher risk kushinda mtoto wa kawaida ambaye hana shida ya roho na wanaweza pia kuaga. Okay? Yeah. Kuna hili swali sijui kama linaambatana lakini naomba ulishughulikie. Anasema, habari zenu studio, mtoto wa binamu yangu aliishi kutibiwa rickets akiwa mdogo. Baada ya miaka sana ndio inajulikana ni shimo kwa roho. Sielewi madaktari sometimes but nawapenda, huokoa uhai. Anajiita Washera wa Kiamaiko, Huruma hapa Nairobi. Kuna uhusiano wote? Pole Washera. I think huyo mtoto perhaps alitumwa kwa cardiologist ama mtaalamu wa moyo a little late. Likely huyo mtoto alikuwa na hiyo shida na akafikia ule mtaalamu wa daktari wa moyo kama amechelewa. Okay? Yeah. Okay. Sawa. Nije kwako Elaine. Mara nyingi mtoto unapokuwa mnaendelea na matibabu, umetueleza kama katika ile lishe mnazingatia zaidi kuhakikisha kwamba immune system yake iko sawa. Wakati anapopata maambukizi pengine ya magonjwa na mtoto alikuwa wakati wa corona ameshazaliwa, sio? Mulikuwa namna gani? Tuanze hapo mwanzo kabla ya kuja kuzungumzia haya maambukizi. Tulikuwa na wasiwasi. Kusema hatukuwa na wasiwasi nitakuwa nadanganya. Tulikuwa na wasiwasi, haswa mimi. Wacha niongee for my part. Nilikuwa na wasiwasi sana. Na vile walipo before corona 2019 ndiye alikuwa amekuwa tuna his heart surgery. The open heart, the second one. So alafu 2020 ndio hiyo corona imekuja. Na lakini kabla ya haya corona ije, yeye already alikuwa ashaanza kuvaa mask. Yeah? So he was wearing he's always been on mask after surgery, lazima on mask, avoid visitors, avoid him going out, avoid crowded places, nini. Hata shule saa ingine alikuwa wanampatia like a whole term haendi. Kisha ndio sasa anakuja tena anarudi shule after now a surgery he has had. So vile corona ilipoingia, jambo la kwanza nilifanya after they said that it's there and kuna wale wako sasa more whatever, it's a high risk people, nilimpeleka kwa mamangu. Kweli nilimpeleka kwa mamangu, nikasema sasa wewe ni shosh, ndio huyu kaa naye sasa. Vile shule zilipofungwa kampeleka huko, akakaa huko because sasa hapo wanaangalia kabisa walikuwa wanaangalia sanitization. Hata wewe mwenyewe ukija
toa hii, toa ile, fanya nini, because mimi nilikuwa kazini bado, pia babake alikuwa kazini, so kufanya tu yani tuepuke kabisa hiyo kuweka katika risk, tukasema tu tumpeleke kwa mama. Akakaa kwa mama akamwangalia, lakini tulipokuwa tunamchukua tunahakikisha amevaa mask, amevaa gloves. When he's back he removes, and no crowded places for a long time. That was our life before COVID. That was the life. No crowded places, no visitors. Yeah. Yani make sure amekaa ni mahali, of course a place can't be 100%, but you make sure yani akona mahali anapokaa ni kusafi, ni kuzuri, hakuna wageni wengi, hakuna watoto. Mtu akiwa na homa hamgusi. Hata mimi nikiwa na homa nilikuwa na I stay away. If I get a cold, I stay away. Hata sasa hivi if I get a cold, ama ndugu yake ama nani, huwa tunasema avoid staying with Nathan, avoid staying mpaka usikie umepata nafuu. Sawa. Sasa mbali na lishe na mbali na hizo tahadhari ambazo mnachukua, ni kitu gani chengine muhimu mzazi anafaa kuzingatia wakati anapokuwa na mtoto mwenye matatizo ya moyo? Mi nitarudia tu vile nasema infection. Yeah. Infection, avoid, yani if you can avoid, because once they get an infection, you can spend a lot of money for an infection. Unajua hizi clinics unapoenda si eti ni cheap, si eti dawa pia ni cheap unapoenda hizi nini, so inabidi wewe mwenyewe itabidi umeangalia kabisa asishikwe na tatizo lolote. Yeah, ili asirudi tena, pia yeye mwenyewe asirudi chini. Manake as I told you, kuna wakati utapata haendi shule. Kuna wakati hata amefanya mtihani nyumbani. Kwa sababu ameenda amepata stomach bug, he's now unwell kabisa, and it's very easy to lose a child with a heart condition with just an infection that nobody thinks it's something big. It's true. Yeah, so okay. Na pengine kuna wale wazazi ambao mtoto ni mgonjwa lakini na yeye, yani mtoto anaishi na ugonjwa wa moyo lakini yeye yuko na shughuli zake nyingi, hayuko nyumbani sana na kumwangalia. Utazungumzia vipi? Maanake tukiangalia kama mtoto wa kiume ile kucheza sana, kufanya nini, tahadhari gani? Maanake unasema akifanya kuna mambo mengine hawezi kufanya kwa muda mrefu, inamfanya achoke. Ungewashauri vipi? Wakuwe makini because pesa nazo lazima tutafute, si? Kwa hivyo kazi lazima tuende. Nafika mahali lazima sasa uende kazi. Yes, unaelewa uko na hii tena, yeye mwenyewe ataenda shule, sio? So hautakuwa na yeye kila mara, ila tu ni uhakikishe yeye mwenyewe pia amejielewa. Kama sasa huyu 13 year old amejielewa, anajua nikicheza like this nitasikia hivi, hata atakwambia. So, like that time tulikuwa pale nini, alikuwa anasema huwa anasikia vibaya, yani haezi akacheza soka for the full 45 minutes. You know, lazima 45 minutes hapo ndio anaenda break. He can't play soccer for 45 minutes, lakini anacheza. Tunamruhusu acheze, manake yeye ni mtoto, wacha awe tu atoe hiyo kitu imtoke. So huwa anacheza, lakini akisikia kama ameanza kulemewa atarudi nyuma. Utaona tu amerudi nyuma, amekaa tu peke yake amesimama. Hata akikimbia, anaweza kukimbia, lakini sio kama mimi na wewe ama any other healthy child. Hata kambia akisikia kama imemzidi anawacha. Lakini alipokuwa mdogo tulikuwa tunamwangalia sana. Hata pale shuleni tulikuwa tumeambia walimu, he can't do this, he can't do that, if he does this it's going to cause this. So caution has to be taken, ili tuangalie yani wamefika mahali wanaweza kujiangalia. Hii gonjwa naweza sema mtu huwa anasikia kama inamkwaza sana. Unaona? Lakini nayo hiyo kikwazo itabidi pia wewe umetia pia vikwazo, ili ukija ukawa mkubwa ama ukiendelea kupata yani age, you understand. Like for example, I tell him that my son, you know, you might not be able kufanya vitu zingine watu wanafanya
wakiwa wakubwa. Unanielewa? So you have to watch your health. Unamweleza ili yeye mwenyewe pia aanze ku come to the understanding as early as they are, as young, yeah. Because wewe ndio utaibeba mwanzo na mwisho. Me, I'm just there to help you. Okay. Sawa sawa. Tusifiche, maanake kuna wazazi huwa wanaficha. Hawaelezei watoto shida. Wanaficha. Yani akikuuliza vile some kids wanapata surgery wakiwa wadogo, so with even going to treatment wanaficha, hawaelezei watoto kabisa. But it's important, unamfungulia, unamwelezea mahali anapoweza kuelewa, because hata Nathan mahali amefika si eti anaelewa kabisa kila kitu, but mahali anaweza kuelewa namwelezea. Okay. Sawa sawa. Daktari, dadangu hushinda akizimia occasionally na madaktari mara nyingi wanasema ni pneumonia mara sickle cell, but the real infection haijawahi kujulikana, but anazimia occasionally. Anaweza kuwa na shida ya moyo? Ni mzuri aangaliwe na daktari ama mtaalamu wa moyo, kwa sababu hiyo kufaint kila wakati sio kawaida. Kwa hivyo muhimu aende kwa daktari. Sawa sawa. Kuna mmoja hapa, ili swali limenipita. Yeah. Alikuwa anasema, daktari, kakangu ana shimo kwa roho. Inafikia time anakaa hadi uso unafura na kutan mweusi. Akitumia dawa anarudi sawa. Je, itamletea shida baadaye maishani? Hilo ni swali lizuri. Kwanza, mtu ambaye ako na shida ya moyo na kuna tundu kwa moyo, kama hatapata matibabu mapema, basi inaweza mletea shida anapokuwa. Kama hilo tundu halitafungwa, what happens ni kwamba tulisema ile damu itaingia mingi sana katika mapafu, na pressure ya mapafu itaanza kupanda, na itafika wakati hiyo pressure itakuwa juu zaidi, na hiyo itaanza kumletea shida. Okay? Pia lile tundu linaongeza kazi ya roho kufanya, na ndio maana hata anafura uso na anafura miguu, kwa sababu anaenda into heart failure. Kwa hivyo huyo ni mtu ambaye atakuwa anatumia madawa ya kucontrol hiyo shida for a long time, kwa sababu asipotumia madawa atapata ile pressure imepanda zaidi, na pia amepata ile dalili za heart failure. Kwa hivyo ni mzuri huyo kijana atumie dawa atatumia dawa kwa muda mrefu. Kama ni kijana mdogo, kuna special test tunaweza kufanya ili kuangaliwa kama lile shimo ama lile tundu linaweza kufungwa. Hata kama ni mkubwa, there are special tests that can be done for us to determine kama tunaweza lifunga ama tutamwacha, kwa sababu pressure ya mapafu iko juu zaidi. Okay. Nadhani pia wasiwasi wake hapa ulikuwa ni huo kutumia dawa kwa muda mrefu, kwamba kunaweza kumwathiri baadaye. Kutotumia dawa ndio kutamwathiri, lakini kutumia itakuwa yuko shida. Sawa sawa. Sasa kuna wale wazazi ambao wamezaa watoto wako sawa, na mojawapo ya sababu ambazo tulisema mtoto anaweza kuja kupata ugonjwa wa moyo baadaye ni kama pengine atakuwa anapata infection katika njia ya pua. Je, mbali na kuzuia infection kama hizo, ni mambo gani ambayo mzazi anaweza kufanya ili kumlinda mtoto, hakikishe kwamba afya ya moyo wake iko sawa, na pia kumlinda tu afya yake kwa jumla, ili asiwe katika hatari ya kupata magonjwa ya moyo? Okay. Kwanza kabisa tumesema kama ako na hiyo adenoids, ni mzuri aonekane na daktari wa mapua ama ENT surgeon. Na inafikanga wakati ambapo tunaambia wazazi, kama hizo adenoids zimekuwa kubwa kabisa, zinafanya mtoto hata asiwezi kulala vizuri. Mtoto anangorota kila wakati. Mtoto hafai kungorota usiku. Unapata mtoto anangorota usiku mzima, katikati ya usiku mtoto anaanza kuamka katikati ya usingizi, halali vizuri. Hizo adenoids kwa kawaida tuna encourage the parents and the ENT surgeon atakwambia zitolewe, kwa sababu zisipotolewa itafanya apate ile shida ya moyo. Hiyo ni number one. So kumpeleka mtoto hospitalini na kutolewa hizo adenoids so that they don't affect the heart. And then au watoto ambao wanapata ile migonjwa ya misuli, the viral infections of the heart, chanjo, mtoto lazima apate chanjo akiwa mdogo. So make sure mtoto ameenda kwa clinic, amepata chanjo zake. Mtoto akiwa na any infection, make sure kwamba anatibiwa haraka.
Usiache mtoto ako na joto, ako na infection, umekaa naye kwa nyumba siku 5, siku ya 6 ndio unampeleka hospitali. Ukiona any sign of infection, please peleka mtoto kwa hospitali ili aweze kuangaliwa. Okay. Nilizaa mtoto wangu akawa na shida ya kupumua, nikampeleka hospitali akatibiwa, nikaambiwa ako na shida ya moyo lakini minor. Nikapatiwa dawa kama painkiller, nikaambiwa itajifungua. Sahi ako miaka 2. Sasa nauliza, hiyo shida iliisha ama itaweza kuleta shida baadaye? Sasa hiyo shida lazima tuiangalie tena. Huo moyo lazima tuangalie tena. Katika yale matundu tulioyazungumzia hapo awali, tulisema kwamba kuna matundu ambayo yanajifunga yenyewe. Kama tundu ni tundu la size ndogo ama tundu ndogo, kuna yale ambayo yanajifunga. Na sana sana tunawaambia wazazi, hata wengine hatuwapatii dawa, tunawafuatililia kwa clinic peke yake. Okay. Kwa hivyo kama mtoto amefika miaka 2, tunasema 80% of hizo tundu ndogo zitajifunga by the age of 2 years. Kwa hivyo ni mtoto ambaye anafaa kuangaliwa pia. Apigwe tena ile picha ya moyo ili tuhakikishe kwamba tundu lipo ama halipo. Okay. Sawa sawa, maswali ni mengi, wacha tuende kwenye mapumziko mafupi ili tupate kujua ni taarifa zipi ambazo tutazisoma saa 7, alafu tutarudi tujaribu kuwasaidia watazamaji wetu na maswali yao. Mtazamaji, tunarejea hivi punde, usiondoke ulipo.